Yes, hatimaye mnyama Simba aichapa TMA na kufuzu hatua ya robo finali, yani 16 bora. Yes, Simba imetinga hatua ya 16 bora ya kombe la shirikisho FA kufuatia kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya TMA Stars kwenye mchezo uliochezwa uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, ambapo sasa anakwenda kucheza dhidi ya Big Man. Ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza tuweza kumshuhudia Simba alionekana kutawala mchezo huku akisukuma mashambulizi kupitia maeneo yake ya pembeni ambayo walicheza Valentin Nouma, Shomari Kapombe, Ladak Chasambi pamoja na Joshua Mutale. Dakika 10 za kwanza TMA ilionekana kuiheshimu sana Simba na muda mwingi libaki eneo lake kabla ya kuamua kufunguka na kuruhusu mabao mawili ya haraka katika dakika ya 16 na dakika ya 19. Yes, bao la kwanza la Simba lilifungwa kwa ustadi na Nouma kwa faulu ambayo ilipigwa, kisha bao la pili lilitokana na cross ya Chasambi iliyomfanya nyota wa TM Sixtus Sabilo kujifunga akiwa kwenye harakati za kuokoa mpira ule. Hata hivyo, Simba ilikuwa na nafasi ya kwenda mapumziko ikiwa mbele kwa mabao mengi zaidi, lakini ilipoteza nafasi kadhaa za wazi hasa katika dakika ya 20 hadi ya 35 kupitia kwa Leonel Ateba. Licha ya mabadiliko kadhaa, lakini Simba ilionekana kuyafanya katika kipindi cha pili, ikiwemo kuingia kwa Omari aliyechukua nafasi ya Agustin Okejefa. Bado ilionekana kushindwa kutumia vizuri nafasi zilizotengenezwa. Sasa miongoni mwa nafasi hizo ni ile ya Ateba ya pasi ya Edwin Balua aliyeingia kipindi cha pili kabla ya mshambuliaji huyo kufunga bao la tatu na la mwisho kwenye mchezo huu ambao tumeushuhudia mnyama Simba akionekana bora zaidi. Kwenye mabadiliko haya, baada ya Simba kwenda mbele kwa mabao 2-0 kipindi cha kwanza, kocha mkuu wa klabu ya Simba Fadlu Davis aliamua kumpumzisha beki wake wa kati Abdurazak Hamza na nafasi yake kuingia kiungo mkabaji Yusuf Kagoma. Wakati ikisubiriwa kuona nini kitatokea mwanzoni mwa kipindi cha pili, Kagoma akaonekana kushuka eneo la chini na kucheza sambamba na Chamao Karabao. Licha ya kwamba hajazoeleka Kagoma kucheza eneo hilo, lakini tukamshuhudia akifanya maajabu na kucheza vizuri kabisa dakika 45 za kipindi cha pili, huku akionyesha usahihi wake wa maamuzi katika upigaji wa pasi. Sasa hii klabu ya TMA ilizidiwa wapi? Tuangalie katika ule mchezo ni kwamba licha ya kuwa na idadi kubwa ya wachezaji ambao walikuwa wakikaba katika nusu yao, TMA ilionekana ikifanya makosa kwenye wachezaji wake kuachia mianya ambayo wachezaji wa klabu ya Simba walikuwa wakiitumia. Mabeki wa TMA wakiongozwa na Asanga na Vedastus walipata tabu sana kwa Ateba. Of course tulishuhudia mchezo mzuri huku akiacha nafasi ya washambuliaji wengine kama vile Chasambi, Mutale na Awesu ambao walikuwa wakibadilishana nafasi wanavyotaka katika ule mchezo. Hilo lilionekana kuwapa tabu sana kwa kiasi cha muda mwingi sana hawa TMA, na ilionekana kabisa wanakaribisha washambuliaji wa Simba. Na miongoni mwa nyota ambao walionekana kuwa na uhai katika eneo la mbele ni pamoja na Sabilo. Kilichofurahisha katika mchezo leo kumuona Fadlu Davis akifumua kikosi na kupanga kikosi kingine ambacho wengi hatukuweza kukitegemea. Sasa utofauti ulionekana katika mchezo wa mwisho ambao tulimshuhudia mwekundu wa Msimbazi Simba. Kama nakumbuka vizuri, mchezo wake dhidi ya Coastal Union kule Arusha kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Leo hii Davis ameamua kufanya mabadiliko ya wachezaji 6 kutokana na namna ambavyo yeye aliuona mchezo. Mabadiliko hayo tuliweza kushuhudia kwenye kikosi chake cha kwanza cha wachezaji 11 yalikuwa katika maeneo ya beki wa kulia, ambapo alirejea kikosini Shomari Kapombe badala ya David Kamata. Eneo la kiungo cha kati akipata nafasi ya kucheza leo hii Okefa badala ya Yusuf Kagoma. Pembeni katika ushambuliaji alianza Ladak Chasambi na Joshua Mutale badala ya Elie Mpanzu na Kip Dennis. Nyuma ya mshambuliaji wa mwisho alianza Awesu badala ya Jean Chazawa, huku mshambuliaji wa mwisho akiwa Leonel Ateba badala ya Steven Mukwala ambaye alipachika mabao 3 kule Arusha dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Na hiyo ndio ilikuwa mechi ya mnyama Simba siku ya leo dhidi ya TMA Stars, ambapo mnyama Simba ameweza kufuzu hatua ya 16 bora, yani robo finali.